Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. katika kikao kilichopita tulisoma maelezo ya maneno ya Imam al-Mujaddid aliposema wal hijratu الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كيف تعريف يا هجرة كتك الشريعة لكل mtu kugura kutoka katika nchi ya shirk na kufur kwenda katika nchi ya Kiislamu. Na leo biidhnillah ta'ala تتنزل قول المصنف رحمه الله قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة فريضة على هذه الأمة نهجر لفراذي وهو أمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كيومت أيش كتكنشي يا شرك نكفر hawezi kudhihirisha yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyatekeleza, kama kwa mfano hawezi kuswali swala ya jamaa msikitini, hawawezi kuadhini adhana ya kuitana katika swala na mengineo katika madhahir kama haya ambayo ni Muislamu huyafanya kila siku. Ikiwa hayo huwezi kuyadhihirisha, basi hiyo ni sehemu ambayo watakana uondoke, ni faradhi uondoke uende ila baladi al-Islam, katika nchi yenye Uislamu ya Kiislamu. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نهجرة itabakia mpaka قيامة كسمام haiondoki. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله. هجرة ukitizama katika Qur'an utakuta yatajwa pamoja na jihad fi sabilillah, kama vile swala utajwa pamoja na nini, na zaka. Hijra utajwa pamoja na jihad fi sabilillah. Msoma alladhina hajaru wajahadu fi sabilillah. Mara nyingi katika Qur'an kusanywa vitu viwili pamoja. وهي فريضة باقية غير منسوخة, na ni faradhi ambayo imebakia haijafutwa. يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر. ni wajibu juu ya kila Muislamu anayehitaji kufanya hijra afanye hijra, agure. ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه. haijuzu kwa Muislamu kubakia katika nchi ya kufuru wakati hawezi kudhihirisha dini yake. Maadamu hawezi kudhihirisha dini yake, katika hali kama hii itamwajibikia yeye kuondoka katika nchi kama ile kwenda katika nchi ya Kiislamu.
fayajibu alayhi an yuhajira ila biladi almuslimin, kwani wajibu juu yake kufanya hijra kutoka aende katika nchi ya Kiislamu. Na hii ni kwa yule ambaye ana uwezo wa kufanya hilo. Sababu najua swali litakalofuata ni kuwa leo nchi zina uraia, ukienda katika nchi ya Kiislamu wazaambiwa awesi raia wa hapa, rudi huko ulikotoka. Hilo lawezekana, lakini halijamaanisha kuwa usijaribu kuondoka katika nchi ya kafiri uende katika nchi ya Kiislamu. Kwa ikiwa ule uwezo uko kisha ukabakia katika nchi ya kafiri, hapa ndio kwenye hatari. Lakini mtu anao uwezo, wengine hutoka katika nchi ambazo zina Uislamu akaenda katika nchi ya kikafiri, yote kwa sababu ya maisha ya kidunia. Mtu atoka nchi yake aenda nchi za kimagharibi kule, kwa sababu kule pengine kuna jambo fulani la kidunia atalipata, ikiwa ni kazi, ikiwa ni faida fulani wanazopewa na serikali za kule. Lakini ujue hiyo dunia yako unayoitaka hutoipata bure, ni kwa hisabu ya kupoteza dini yako. Kwa ukubali kuishi katika nchi kama zile, lakini na ufikirie pia kizazi chako kitakuja kuwa vipi. Sababu wewe waweza kusema kuwa mimi lakini sina ujua Uislamu, na swali mimi nafunga, na watoto wako na wajukuu wako na kizazi kitakachokuja baadaye kitakuja kwa namna hiyo. Wacha wajukuu wako, wale watoto wako tu. Kuna baadhi ya watu wamekosa watoto wao sasa hivi, yani bimaana mtoto wake pengine kumetokea jambo akakosana na yule mke wake kule, wasikia serikali imeamua yule mtoto kumchukua, achukuliwe yule mtoto alelewa na serikali, shamkosa. Au pale pale aenda katika shule, kirudi amfika miaka 18 ana uhuru wa kufanya anachokitaka. Wewe huna haki ya kumwambia hili ni la sawa au hili si la sawa. Haya mambo yatokea. Kwa katika nchi kama hizi ni wajibu kwa mtu kuondoka nchi kama zile na kuziwacha kwenda katika nchi ya Kiislamu kwa hatari inayomkabili katika dini yake. Qala fayajibu alayhi an yuhajira ila biladi almuslimin fahiya fariidatun baqiya, ni faradhi ambayo imebakia liqauli sallallahu alayhi wasallam la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-tawbah. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hijra haikatiki mpaka tauba itakapokatika. wala tanqati'u at-tawbah hatta takhruj ash-shamsu min maghribiha, na tauba haikatiki mpaka jua litakapochomoza kutoka katika upande wa magharibi. Bimaana hijra ipo mpaka wakati huo. Na Imam al-Mujaddid rahimahullah katika uslubu wake wa kuandika rasail zake zote, kila jambo analozungumzia nalofuata nini? Naam, ad-dalil wad-dalilu ala dhalika. Na hili nasema ndio maana utaona kila anayemkhalifu al-Imam al-Mujaddid katika ahli al-bid'ah au watu wa tariqa masufi au makhurafi na wengineo, utaona wakimtusi kweli, huyu mtu muovu, huyu mtu kadha, huyu mtu kadha, lakini hata siku moja hutowaona wakinukuu maneno yake hayo ya uovu wanayozungumza. Hawawezi. Kwa nini? Kwa sababu kila anachokizungumza yasema wadalilu ala dhalika. Sasa yule mtu atakuwa yumrudi al-Imam al-Mujaddid ama yumrudi Allah na mtume wake, hapo ndo anapokimbia. Kwa hutamuona wewe kwa hata siku moja yule anayempinga al-Imam al-Mujaddid rahimahullah eti ameshika kitabu chake hivi asoma kisha amkosoa. Na sisemi hivi kuwa hakosei, binadamu aweza kupata, aweza kukosea, lakini kwa uslubu huu anaotumia ni ngumu sana kwa mukhalifu kusema hapa
ametudanganya. Sababu kila anachokizungumza kina nini? Kina dalili. Na hapa hii risala tumeisoma kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia, kila tunachokisoma tusoma nini? Wadalilu ala dhalika, wadalilu qawluhu ta'ala, wadalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam. Kila anachokizungumza akizungumza kwa dalili. Na huu ni uslubu mzuri sana alioweka katika da'wa yake, akawalea nao wanafunzi wake. Na ndio leo ahli sunna wamelelewa katika hili. Sasa kitu ambacho chawaudhi sana ahlul bid'ah ni pale unapouliza madalilu ala dhalika, wewe wasema jambo fulani, una dalili gani? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ikiwa ni wa kweli katika mnaoyadai toeni dalili. Na usifikirie hatutaja dalili, aweza kutajia hadithi maudhu'a, aya akaipotosha wa hakadha. Kuna mmoja khurafi katika watu wa tariqa hapa, aulizwa kuhusu watu kuomba kupitia maiti. Sasa yule aliyemuuliza nafikiri alimtajia dalili, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Hii aya iko wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aomba moja kwa moja bila ya kupitia kwa yote. Subhanallah, kwa mara ya kwanza namsikia mtu aitumia hii aya kuwa ni dalili ya kuomba maiti. Wallahi mshtuka, Rabbi subhanallah, hii nyinyi mfikia huko? Mufti wa Mwembe tayari tueleze yawaje hiyo. Sema hapa tena wajulia waliaona, wa idha sa'alaka ibadi, hawa ibadi we umo? Kivipi? Asema hii yeye yaitwa ya nisba. Hebu jamaa nyinyi msoma nahwu, ibadi hii yani ya nisba, billahi alaikum, hii ni ya nisba. Hebu makhurafi, mbona mwataka kutuchokoza sisi maana? Mwasema mjua nahwu, kumbe nahwu ndo hii. Ya nisba ni kama mwambie mtu hadramiyu, kiniyu, yamaniyun, saudiyun, sio? Sasa hapa ibadi hii ni ya almutakallim, ni ya mzungumzaji, haitu ya nisba. Ya tosha jamani, mwadanganya watu katika aya mengine pia lugha ambayo iko wazi kabisa. Wajua lugha ina misingi, huwezi kuyakiuka. Haya tueleze, sema inna ibadi, hawa ni waja wake wale khassa. Kwa ushahidi gani? Asema wajua wangetoa hadithi wangesema dhaifu, wangesema nitatoa aya mimi. Iblis alipomwambia Allah kuwa nitawapoteza mimi waja wako wote, asema illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah akamwambia inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hebu nikuulize wewe, katika siku yako wewe shetani hakupotezi wewe ukafanya jambo fulani la makosa? Sasa wewe humo katika hawa inna ibadi laysa laka alaihim sultan, hawa hawatezewi kabisa na shetani hao, upo. Sasa wewe huwezi kuomba wewe mpaka upitie kwa hawa. Maona natija hiyo unakuja. Haya bwana, sasa tuna maswali tutakuuliza. Sasa baada ya maelezo haya tuna maswali tutakuuliza. Allah subhanahu wa ta'ala atakapowafufua washirikina kufara wama yaabuduna min dunillah, na vile wanavyoviabudu pasi na Allah, kisha atasema أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. هو عبادي ونظمزوا بالنانيا سكوية قيام موجوا النان وشركينا. الله سمع عبادي وشركينا توأم به سنسمع عبادي. ikiwa ibadi ni wale ambao hawakosei
mbona Allah asema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, si madhambi hayo tena kupita mipaka? La taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Asi ibadi hao na unkosea, kwa hiyo usiombe maghfira kwa Allah mpaka wapitie kwa fulani, na Allah shawaambia wamuombe maghfira. tena kuna hadith qudsi Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Kumbe kuna ibadi kisha yukhti'una bil-layli wan-nahar, wafanya madhambi tena usiku na mchana. ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kwa hivyo hawafai kuomba maghfira na Allah waambia hivi. Huyu washasoma hadithi ya Ibn Abbas, idha sa'alta fas'al man al-Badawi fas'al man fas'al Allah, idha sa'alta fas'al Allah wa idha ista'anta fasta'in billah. Hii hadithi kwazi. Hawa jamani walinganizi wa shirkun akbar. Yani nyinyi mwaweza kulaumu nyinyi kila siku mazungumzo, yani hivi awachwe mtu huyu alingania watu katika shirk akbar? Huyu alingania watu katika i'tiqadi ya Abu Jahl, haulai shufa'auna 'inda Allah qul atu'allimuna Allah bima la ya'lamu fi as-samawati wala fi al-ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. hawa washirikina, hawa walingania watu katika shirk. Siku zile nilizungumza mkaniona kuna watu walinitukana, kwa nikamwambia huyu Al-Jufri huyu ni Abu Jahl wa asrihi. Kumbuka sasa hawa wanafunzi wake kina Abu Jahl hao wenda mbio katika kuwatia watu kwenye shirki. Leo hapa tunasoma sura Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala sema qul li'ibadiy alladhina amanu يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وتفسيره يا مفتي وفيجامبوني قل يا عبادي الذين آمنوا أو قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. maana yake sisi tusiswali. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni ibadi khasa, hawa sisi sio kwa tafsiri hiyo. Hebu jamani wacheni kuchezea watu akili man. Alafu nyinyi watu wa Mombasa nyinyi, hebu kaeni msome. Nasema hivyo mimi mtu wa hapa Mombasa. Kuna watu wakisikia maneno kakasirika. Wengi ni mazuka, hamjui dini yenu. Kama wewe unakutukana basi wewe mmoja wao. Nyinyi mwadanganywa mpaka katika kupelekwa kwenye shirki na hamjui. Yani huwezi kumwambia yule mtu mbona hii aya hii yapingana na hii, ikiwa ni hivyo mbona hadithi hii yapingana na hii? Kwa sababu hamtaki kusoma tauhid, na mkisomeshwa tauhid mwachukulia watu watukana watu. Hamtaki kusoma, kazi kutikisa kichwa, mtaangusha shingo zenu chini, nyinyi mtakatika vichwa. Nyinyi mkiambia soma baba. Yani katika kitu ambacho lazima usome ni tauhid, ndio sababu ya kuingia peponi. Wewe wafikiria ukamsikiza huyu ukaenda kuomba maiti ndio ushasalimika mbele ya Allah? Kesho mbele ya Allah ufikiri utasalimika na umfanya shirki? Babangu, utaulizwa walikuwa watu kule wakisomesha tauhid mkiwaita mawahabi, ukuwasikia wewe hao? Hawakuambia kuwa hivi vitendo mnaofanya ni shirki? Hamili kuwa naona wale hauna sababu mbele ya Allah wakati tauhidi yasomeshwa, tena misikiti ambao waweza kufika. Alafu hawa makhurafi watu wa tariqa, jichungeni na wao, msiwasikilize hawa, watawapotezeni. Sisi tuwaambia muombeni Allah, hawa waambia pitia kwa maiti. Sasa nani wakusikilizwa kuambia iko sawa? Billahi alaikum. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
mu'minu ali Firaun aliwaambia watu wake haya maneno, mwaitwa mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, mmeketi mwasikiliza watu wawalingania nyinyi katika shirkun akbar. Watu wa Mombasa, kaeni msome kwa ahli sunna, kuna kazi kubwa sana wallahi, kuna kazi. Hawa wanaotafuta ilmu ni wachache sana ukipima ule umma uliojaa hapa ambao kwenye jahili ya kutojua tauhid. Na basi sahali mtu hajui wataka kusoma, hajui mshindani. Mimi bwana ninazaliwa Muislamu bwana, hakuna kitu utaniambia wewe. Sikwambii kitu vipi? Sahaba aingia msikitini aswali, Mtume sana amwambia irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Hakusema mimi sahaba arudi atawadha aswali, irji' fa salli fa innaka lam tusalli mara tatu. Qala walladhi ba'athaka bilhaqq la uhsinu ghayra, na apa kwa yule aliyekutumiliza wewe kwa haki, mimi sijui swala isipokuwa hii. Hii ndio swala ninayojua. Fa'allimni ya Rasulullah, fa'allimni ya Rasulullah. Angalia huyu sahaba, watu waweza kuona tu ameapa tu hivi hivi, walladhi ba'athaka bilhaq. Unajua maana yake kiapo? Walladhi ba'athaka bilhaq, na apa kwa yule aliyekutumiliza wewe kwa haki, bimaana uliokuja nayo ya Rasulullah ni haki na yangu makosa, nimekubali ya Rasulullah, uliokuja nayo wewe ni haki. Ndio maana akaapa na kiapo hicho, amekusudia haswa walladhi ba'athaka bilhaqi la uhsinu ghayraha, sijui swala isipokuwa hii ninayoswali mimi. Hiyo unaosema sijaswali ndio swala yangu. Fa'allimni ya Rasulullah, nifunze basi ya Rasulullah, swala kwani yaswaliwa vipi? Hakufanya kibri usahaba. Leo sisi tusoma katika sifa za sala, lazima hii hadithi utaitaja kila wakati, hadithul musii fi salatihi, waitaifu yule aliyekosea katika swala, ikawa ni faida kwa huu umma, thawabu za muendea yeye mpaka qiyam saa, sababu alikubali akakosolewa. Sisi tuna watu, mtu yuswali wallahi aswali kimakosa, umweleza hii swala bwana kuna makosa hapa, lile jawabu atakupa. Hawa wetu hapa wana ulimi, akwambia mimi naswali kabla mamako hajaolewa na babako, waje wewe kunifundisha mimi swala. Huyo utaanza naye wapi? Hebu nikuulize, utaanza wapi kumsaidia huyu mtu? Sasa yale maneno makali mnaona tuyatoa, tukusudia hawa wenye inada, hawa wale wasiojua, ambao wakaa chini wakasikiliza wakafuata. Alhamdulillah. Na hii ndio sifa ya mu'min, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sikiliza, kuwa katika ulul albab, wenye akili. Nimetoka hapa nje kidogo, lakini ile jambo mmeliona karibuni, hii clip mmeiona, mmeshangaa sana wallahi, nimeshangaa sana kujua kumbe kuna watu walingania watu katika shirki, tena ndani ya msikiti. Mtu aweza kumwona mtu amvaa kilemba yuko msikitini, wallahi yad'una an-nas ila shirki al-akbar. Wewe uwezi bwana wewe. Kwa hivyo hebu nikuulize swali, yani Mola wetu sisi hatuwezi kumuomba kabisa, nina shida zangu mimi siwezi kumuomba, tena yozungumza kama amefunga milango yote bwana, uwezi wewe. Ndio maana hii huwa ni hila wao waifanya ili usiende kwa yoyote upitie kwa. Na ndio maana nakumbuka zamani dua mpaka shekhi atie, fahamu, dua mamlete ustadhi bwana atie dua, jamaa leto nyumbani atandikiwe kikeka, apige mtele pale ashibe, tatia dua. Kumbe hii ilikuwa ni plani. Basi watu washafunguka akili jamani, wamesoma waelewa, wallahu musta'an. Hii tambihi ilikuwa ni ya wajibu, naghafilika siku 2-3 hivi sijaitoa, lakini mmeona namna gani watu wa dalili si dalili anatoa, lakini sawa hii dalili alivyoitoa. Kwa usije ukatuambia hapa lakini anzungumza aya ya Qur'an, unaelewa wewe? Kama huyu anayesema hivi, wa idha sa'alaka ibadi, akwambia hao wanaokusudiwa ni wale mawali wakubwa ambao wewe huwezi.
kuomba isipokuwa kupitia. Wallahi nenda katika tafsiri zote mpaka utakuwa makengeza, huoni hata mwana wa chuoni mmoja anatafsiri hivyo. Hakuna mwana wa chuoni duniani ametafsiri Qur'an namna hii. Nenda kasome tafsiri al-Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir na wengine wanaojulikana katika mfasiri. Nenda kasome wafasiri wanaojulikana. Hakuna hata mmoja aliyesema tafsiri ya ibadi na ya yes ya hiye ni unisba. Hakuna duniani mtu atafanya hivyo. Sasa ikiwa huyu ni mfundishaji, wale wanaosikiliza watakuwaje? Dha'afa at-talib wal matlub, dha'afa at-talib wal matlub. Mimi niliwaambia jambo hapa mkashtuka kwa hawa jamaa huwa ni zile ile nahwu ile washikashika vitu hivi kisha wafanya hanja mbele za watu. Wajua hii ni fa'ila, jua wale hawaelewi wanaomsikiliza. Hii ni fa'ila hapa na hii ni maf'uli hii. Sasa watu sikia bahari ya lugha hiyo. Zile wazinshikwa zile ili mtishiwe nyinyi. Kumbe hamna kitu humu. Yawekwa tu pale ile pambo ile barza basi ili watishie watu. chungeni sana waduatun ila abwabi jahannam au duatun ala abwabi jahannam. Watu katika milango ya jahannam walingania watu katika shirk watie ndani ya moto al-iyadha billah. Mimi tasimamia hapa hizi الدليل إن شاء الله تعالى نتوجه الصوم كيش بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.